This is NTV. Mtazamaji wangu, imegonga tena ishara nusu saa za Afrika Mashariki. Kengele imelia, ni masaa ya NTV Mashinani. Asante kwa kuitika mwito, kuniagiza lako jicho na sikio. Na mimi kama ishara ya heri njema sijafika hivi hivi. Nimekuandalia mengi tu tena matamu katika meza yetu ya NTV Mashinani. Kumbuka kila siku tunasema hii ni yako, ili mradi uweze kujua kunani katika kaunti zote 47. Mjumbe wako siku zote ni mie, Lois Wangoya. Asante sana pia kwa kuungana nasi katika mitandao yetu ya kijamii. Fika ile mashinani yetu tunayoipenda zaidi ya online, uweze kuniambia unajiunga nasi kutoka wapi na ni kipi kinakufurahisha kufikia sasa kuhusu NTV Mashinani. Wacha mimi nikueleze ni kipi kitakufurahisha jioni ya leo katika meza yetu ya NTV Mashinani. Visa vya wizi wa mifugo huko Lari vimewafanya wakulima kutafuta mbinu za kujihami. ODM yaendelea na uchaguzi mdogo katika sehemu tofauti nchini. Kaunti ya Uasin Gishu ni kati ya maeneo yaliyoandaa uchaguzi huo. Tutakujuza habari za sherehe maalum za Safana katika kaunti ya Pokot Magharibi. Mtazamaji wangu, hayo yatarajie muda si mrefu, lakini kwanza tuzijuze ama tuweze kujua ni yapi yanayogonga vichwa vya habari kitaifa. Na kulikuwa na makabiliano makali katika bunge la kaunti ya Machakos, ambapo wawakilishi wadi watatu walijeruhiwa. Fujo zilizuka baada ya baadhi ya wawakilishi wadi kupinga kuondolewa kwa spika wa Machakos, Ann Kiusya. Mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, Musalia Mudavadi, amewahakikishia Wakenya kuwa kubuniwa kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka kutafanywa kwa uwazi kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Alikuwa akitoa taarifa hiyo ya robo ya mwaka kuhusu diplomasia. Kwingineko, maafisa watatu wa polisi wa akiba waliuawa jana usiku na watu wanaodhaniwa kuwa wezi wa mifugo katika kijiji cha Weru, kaunti ya Meru. Majangili hao walikuwa wamefukuzwa na maafisa wa polisi wakiiba mifugo. Mtazamaji wangu, umefikia wakati wa taarifa zetu za NTV Mashinani. Tuingie mzima katika kaunti ya Kiambu, ambapo ongezeko la wizi wa mifugo katika eneo la Kimende Lari limewalazimu wakulima wengi kutafuta mbinu mbadala za kujilinda pamoja na kulinda mifugo wao. Baadhi yao wameamua kuweka waya ya umeme kuzunguka mashamba yao kama hatua ya kiusalama. Hata hivyo, hatua hiyo imepelekea kifo cha kijana mmoja aliyefariki kwa njia kutatanisha baada ya kugusa nyaya hizo za umeme. Tuko katika eneo bunge la Lari ambako wengi wakulima wanalalamikia wizi wa mifugo, hasa ng'ombe. Tuweze kuongea na wao watueleze ni yapi wanapitia. Na hapa tumekuwa na wizi wa ng'ombe na mbuzi na chakula ile kwa mashambani. Jirani yangu hapa juu pande ile nyingine ya barabara huko, yule mzee ameambiwa ng'ombe mara 4. Hata juzi tulifanya harambee tukamnunulia ng'ombe. Tulikuwa tumeitwa na chief na dio alikuwepo, OCS alikuwepo, na mkutano ulikuwa kuongea mambo ya security ya area hii, kwa sababu wizi wa ng'ombe umekithiri sana. Sasa kwenye hiyo mkutano tuliambiwa kila mtu kujikinga, ulinzi unaanzia na wewe. Ng'ombe inaibwa sana hapa. Sana.
na sio hapa kila pahali area hii. Ongezeko la wizi wa mifugo hapa limesababisha wengi wa kulima kutafuta njia badala za kujikinga. Abraham Gadesha, NTV Kiambu. Asante Abraham. Tuondoke maeneo ya kati hadi yale ya bonde. Na katika wadi ya Langas, kaunti ya Uasin Gishu, wajumbe 77 walichaguliwa kama wawakilishi wa 420 wanaotarajiwa kushiriki katika uchaguzi wa mashinani wa ODM katika eneo bunge la Kapseret. Viongozi waliochaguliwa kuwakilisha wadi ya Langas, ambayo ndo ngome ya ODM katika kaunti ya Uasin Gishu, wamepongeza uchaguzi wa amani uliofanyika tofauti na chaguzi zilizopita, huku akisema mchakato huo mzuri umetokana na uungwaji mkono na mashirika ya usalama, serikali ya kaunti na uongozi wa chama hicho cha kitaifa. Macharia Mbogwa anaarifu kutoka kaunti ya nyumbani ya rais. Ni uteuzi wa wakilishi na viongozi wa chama cha ODM kutoka wadi ya Langas, eneo bunge la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, ambao umeweza kukamilika na wanasema ni wa amani. Na hii hapa maoni ya baadhi ya viongozi walioteuliwa na baadhi pia ya mashabiki na wanachama wa ODM. Hii ofisi ishikilie vile tulishikilia vizuri na wanachama wetu wakuwe kitu kimoja. Na mimi najua ya kwamba watu wa Langas ni watu wako na upendo na wanapenda amani na wanapenda demokrasi. Na tumefanya kazi na upendo na umoja, na tena vile vile wanachama wa ODM wamesimama na kutetea demokrasi katika nchi yetu ya Kenya. Hii ODM tutaiendesha vizuri, na nitafuata nyayo ya chairman yangu aliondoka yenye tunapeleka constituency, na mimi nitangoja party kwa ODM hapa na tuhakikishe party iko dhabiti. The election imekuwa so peaceful, na these some of the things that we are trying to embrace. Tunaambia watu hapo mbele, mjipange juu sisi kama vijana tumeamua kujitokelezea ili tusimame na party, ndio ifikapo 2027 tutakuwa na msimamo ya kusema venye tumeungana na hii broad base, mambo inasonga na mambo itazidi kusonga. Tusikuwe na wasiwasi kusema ati sisi atunanga ODM Uasin Gishu. Na ninataka kaunti zote wajue ODM imesimama imara Uasin Gishu, na sisi kama youth tumejitokeza na wameamua this time round. Tumeweza kuipa sifa KMKM serikali pana inayoongozwa na Rais William Samoei Ruto na baba Raila Amolo Odinga, na kutoka leo siku chache tu watakuwa wakifanya uchaguzi katika eneo bunge la Kapseret. Nikiripotia NTV Mashinani, niite Macharia Mbogwa. Asante Macharia. Mtazamaji wangu, tuelekee pwani. Na huku ukosefu wa ajira ukizidi kukabili Wakenya wengi humo nchini, George Ogalo kutoka Migadini, kaunti ya Mombasa, ameamua hilo halitamzuia kujitafutia. Kwa kutumia vinyago vya magari ama toy cars, yeye hutembea kutoka mtaa mmoja hadi mwingine akiwabeba na kuwafurahisha watoto huku akijichumia kipato. Hii ni licha ya kusomea stashahada ya usimamizi wa biashara na kujiunga na chuo kikuu kufanya shahada hiyo ambayo haikukamilika. Eugene Mbeka alizungumza naye. Leo tunapatana na jamaa mmoja ambaye licha ya kusoma ameamua kwamba kazi yake atakuwa akiwabeba watoto kwa kutumia magari ya vinyago, na hii ndio kazi ambayo inampa mkate wa kila siku. Sana nilikuwa nimeanza biashara ya kuuza doli za watoto. Hizi doli za watoto unaenda pale unanunua na watoto unawauzia. Ilikuwa nimeuliza sinipate hata mahali tu naweza fanya hili mahali watoto wa kuchezea. So nilipoenda nikapata unit moja ilikuwa ni 35,000 nyeupe. Nilipoanza nayo nikatafuta namna, kwa sababu nilikuwa nimeipenda. Tunaweza enda Kibarani, tunaweza enda hapa Mama Ngina. Sasa jua pale watu wanaendaga tu Saturday na Sunday, lakini tumbo lataka chakula kila wakati. Na wale watu wanatoka huku wakienda kule wanatoka mashinani. So mimi nikaja mashinani, lakini nikafanya nini? Kule ni shilingi 100, shilingi 200. Mimi nikabwaga bei, ambayo ni 20. So this one nikilipoanza nikaona inaniletea pesa. Lakini mwanzo nilipata changamoto kubwa sana. Nilidharauliwa sana na watu. Wakaona na umri wangu, huyu jamaa anafanya nini, alikuwa na nini. Nikanunua nyingine, nikapata nyingine, nikafika mahali nimefika unit 6. So nilipofikia hapo ilifungwa vinywa vya watu wako wanaweza kuongea. So akajua jamaa akasema Jaluo
ni ana akili mingi sana, ajua kutafuta pesa. So wakajua. So mimi nawaombeaga watoto, nawaombeaga wazazi. Manake nimepewa kazi ya kufanya, lakini wenye wananilipa hawana kazi. Wao watoto wanapigwa, wanalia, wananyimwa chakula kusudi nipate hiyo 20 peke yake. Shida ni kutembea, unatembea kweli. Lakini kipi kinakuja rahisi? Lazima ujitafute. Ndio mimi nawaambia vijana katika empowerment, badala ya kuketi kale kanda kuna kitu wanafanya, watafute hata kitu kama hichi, hata chombo chochote watumie wa kuleta pesa mapato, badala ya kwenda kwa nyumba na statement ya polisi kila saa kwa wazazi. Waende na beba bagi, imebeba msukari na imebeba unga na imebeba uto ili waendelee. Mimi niko na target yangu, nikitoka hapa na Mungu nipatie at least nibebe watoto 100. Nikipata watoto 100 na kila mtoto ni 20 nitakuwa na 2000. Na hiyo sasa unajua pengine gari moja. So nikiwa na gari nyingi mahali huenda nitakuwa na pesa nyingi. Ndio nilete vijana wengine hapa ndani. Sasa shida ni vijana hawataki kuchoka, vijana hawataki kutembea. Niliuliza kijana moja, njoo tufanye, kasema mzee hapana, achana mimi. Mimi si mtu wa biashara kama hiyo. Kama wanavyosema Waswahili, ajizi ni nyumba ya njaa, na ulivutizama Bwana George ameamua kwamba hataishi kwa njaa. Eugene Mbeka, NTV Mashinani. Asante sana Eugene. Pia mtazamaji, pia na unaweza ukatuma video yako hapa NTV na tutaitumia hapa mashinani, ili mradi tu inakidhi viwango vya taarifa. Nambari ya simu iko chini ya runinga yako. Wasiliana nasi, tuma hiyo story, tutakupanga kwenye NTV mashinani. Kama huyo bwana ambaye anatoka Pwani, fanya hesabu yako, anasema kila mtoto shilingi 20, alafu ana target watoto 100 kwa siku. Mambo yake si mabaya, ndio tamu wa NTV mashinani. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, lakini usiende mbali, maana kuna taarifa moja ambayo inatoka kule county ya Pokot Magharibi. Wanasema kule kuna sherehe ya Sapana. Je, hii ni nini? Utakubali mwenyewe picha na jinsi atakavyo na kariri mjumbe wetu wa kule anayefahamika kama Mama Sege. Usiende mbali, inarejea muda si mrefu. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. If there's one thing that makes you feel absolutely glam, what would that be? It has to be something that I'm comfortable in and something that I feel like, ooh, actually, I'd rather not have makeup, but have my dress. If you don't find clarity about what you want, where you want to go, who you want to be involved with, what business you want to start, it'll be futile if you start it. What are some of the benefits of working out as a woman as you continue growing older? You get rid of pains in your body, in your joints. Lots of women suffer with backache, shoulder, knee. You need your body to be stronger to be able to hold you. Mbuzi ziliingia kwa shamba yangu pale, nalima na maji, nikazitoa mara 3. Nikaita chief. Sasa wakati alikuja, alikuta tayari wamepanga mipango ya kuniua mimi. Ni watu tumeishi na wao, tumezaliwa pamoja. Wewe unashindwa hii shetani imetoka wapi? Ule alikuwa mwenye mbuzi akasema ako na nguvu sana, kateni yeye mguu. One of those that were actively involved was being pursued that Wednesday. That is when now OCS also was murdered. You cannot kill a human being like a chicken and you be let go like that. The accused are joined together like Siamese twins and must suffer the same fate. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. Walichukua ng'ombe karibu zote ikaisha, na kila mara wanaua watu, tunakaa kama tuko Somalia. Sasa hii tu watoto wetu wengi wamebaki mayatima
Wengine hata hawana mahali pa kukaa juu. Sasa kama mtu hana hata ng'ombe moja, hata mbuzi hakuna. Askari watatu wa akiba wauawa na majahili huko Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru. Please, musianze ukaidi. Ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao, wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke? Wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya Pwani pamoja na walioko katika vyumba vya wagonjwa mahututi waondolewa kabla ya ubomozi wa jumba lililopinda jijini Mombasa. If you have any of those fellas in the commission, then the trust and credibility that people would expect in the commission will not be there. Maswali ya uhuru na uwazi wa IEBC yaibuliwa iwapo watatu waliohojiwa kuiongoza wataidhinishwa na jopo. Tatizo ni ukuruba na rais. We need to close this discussion of Shakahola, but we need as many victims ambao they think that they lost their loved ones wajitokeze. Na serikali kutekeleza maziko ya halaiki huko Shakahola miaka 2 baada ya mkasa. Nivea Black and White Deal, now with 72-hour protection. But what does that mean? 3 cities in 3 days and no fear of sweat. 120 dances with skin as smooth as the moves. Sweat, stain, and skin protection. Nivea Black and White Deal. Skin is for embracing life. Nivea is for skin. Ikiwa ndio unajiunga na NTV Mashinani, wageni karibu. Kwa mashabiki sugu, asanteni sana. Sasa shughuli za upanzi zimeshika kasi katika maeneo ya Molo na Kuresoi. Ni kufuatia mvua kunyesha mapema mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana ambapo kiangazi kilishuhudiwa hadi mwisho wa mwezi wa 4, yani mwezi huu. Wakulima wanaomba serikali sasa kuhakikisha imewasambazia na mbolea thabiti ili waweze kuwa na mavuno mazuri mno. Ni habari ambazo tunajuzwa na mwandishi wetu wa Molo, Jimson Ndongo. Shughuli za upanzi zimeshika kasi katika maeneo ya Moro na Kuresoi kufuatia kunyesha kwa mapema mwaka huu. Tumeanza kujitayarisha, tumetayarisha shamba na mbegu niko naye yangu yenye ilikuwa ya mwaka jana, lakini nitapanda tu na mvua. Nimefurahia na ninashukuru Mungu kwa ajili sikuwa nangoja itanyesha haraka hivi. Lakini kama Mungu ameona ni vyema atupe mvua wakati huu, sisi ni kushukuru na kuingia kwa shamba. Wakulima sisi tunakuwa tayari kila dakika. Lakini wakati mwingine tu ni fertilizer ikikosa. Lakini nafikiria kuna fertilizer wakati huu. Mwaka jana tulikuwa na fertilizer mbaya, so chakula haikuwa nzuri. Tulipata hasara sana kwa ajili fertilizer ilikuwa mbaya, tujui ilitoka wapi. Lakini tunaamini ya kwamba ya mwaka huu ni nzuri. Na ninaamini ya kwamba tutakuwa na mazao mazuri. Inaonekana ukiona vile mvua imekuja mapema, hii ni mwaka ingine mzuri. Wakati huu tumeanza kutengeneza shamba, tukitarajia hata tumeanza kupanda. Kwa sababu labda vile kulingana vile wanasema huwa naweza kuja kubwa ikute kama tumeshapanda viazi. Tumejaribu kujikaza ndio tuwe na viazi za kutosha. Kwa sababu kawaida inaonekana wakulima wamekuwa wengi sana ambao wanatafuta mbegu ambazo ziko qualified. Certified. Sasa tunajaribu kuongeza mbinu na kuongeza ukuzaji uwe mkubwa ndio tuweze kuwa na mbegu ambazo zitatuleta mkulima yote ambaye anataka certified seed. Na ile kitu sasa nataka hata niambie serikali saa hii kwa ile fertilizer ametuletea ni fertilizer mzuri. Kwa sababu tunaona itatoa rutuba nzuri sana. Last year ilikuwa mbaya sana. Tulikuwa tunatoa kwa eka moja viazi kunia 6 kunia 7. Lakini mwaka hii tunaona tunaweza toa mingi. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka Moro, kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Jimson Ndongo.
Asante Jameson. Mtazamaji, tuelekee magharibi na hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa miongoni mwa wakulima wa miwa wa Nzoia na wafanyikazi wa kampuni hiyo. Sasa ni kuhusu ujio wa mmiliki mpya atakayechukua usukani wa kampuni hiyo, huku wakisalia katika njia panda kuhusu hatma ya pesa ambazo wanadai kiwanda hicho. Mchakato wa kutafuta mrithi wa kampuni ya sukari ya Nzoia unapoendelea, wakulima na wafanyikazi wa kampuni hiyo wameelezea hofu yao kuhusu pesa wanazodai kampuni hiyo. And we urge the government, as much as the government has agreed to this Nzoia company, we urge that the terms of leasing will be beneficial, that help the farmer. Yule mwenye anakuja ajaribu kuiba madini, nazi tutakuwa na bidii ya kupanda miwa. Hivi na watoto wetu nimeandika. Sasa wakati serikali inaenda kufanya leasing, hii watoto wamewapangia namna gani? Watawalipa, watawapa contract mpya wafanye na hiyo mtu anangoma. Hata hivyo, mkurugenzi wa kampuni hiyo Hezron Kotut amewahakikishia wakulima hao kuwa watapata pesa zao zote. A committee is underway. That is what we have received from our parent ministry. And this committee will look into the interest. One, the chairman has mentioned about the interest of workers. We know workers have gone for a long time without getting paid. Augustine Were, NTV Mashinani, County ya Bungoma. Asante Were. Na sherehe maalum ya jamii wa Pokot kwa jina Sapana ni mojawapo ya mila ambazo jamii hiyo inaendeleza. Sherehe hiyo ya rika ya siku moja hufanyiwa mwanamume kama njia ya mpito kutoka utotoni na kuwa mtu mkubwa. Kwenye sherehe hiyo ambayo huvutia watu wengi, ng'ombe ama mbuzi huchinjwa baada ya kudungwa na anayeshiriki ukuwa kazi wakisherehekea. Baada ya kushiriki tambiko hilo, mwanaume sasa anaweza akakaa kwenye vikao vya wazee almaarufu kokwo, wakijadili masuala mbalimbali na vile vile kupeana baraka. Oscar Kakai ana maelezo. Je, wewe umesapana? Hili ni swali la kawaida utaulizwa unapofika katika eneo lolote katika kaunti ya Pokot Magharibi. Sherehe ya Sapana ni sherehe maalum ambayo mwanaume hupitia ili aweze kutoka utotoni na kuwa mtu mkubwa. Bye. Inaonyesha wewe umekuwa mtu mkubwa, sasa wewe unaingia katika rika ya wale wengine ambao sasa nataka uende ukae na wazee, ama uwe mtu ambaye sasa inajulikana kwamba huyu amekuwa mtu mzima na ameoa na amesapana. Wakati kijana anaanza kuwa kubwa namna hii, kwanza yeye anaanza kusapana. Sapana yake kabla hajasapana hawezi kuoa. Hiyo ndio desturi. Wewe unajua kupita hiyo ni kupata baraka ambaye unaweza gawa hiyo baraka kwa wengine. Sasa wewe utatoa hujapata, sasa wewe utatoa kubariki nani tena? Hiyo ndio kitu ambaye itaikani kama hujasapana. Wewe unahesabiwa kama ni mtoto tu. Yeah. Wewe bado ni mtoto. Wewe bado unakaa nyuma ya wakina mama huko. Kwenye sherehe hii wanaume huketi kwenye mviringo huku wakikula nyama na kunywa damu ya ng'ombe, ambapo wengi kuhadithia wazee wengine hadithi tofauti tofauti. Na hiyo yote ni sanctification. Kunafanyiwa kuwa safi ili ukiishi maisha yako, kama ulikuwa umekuwa na mambo mabaya na watu wengine, kama umekuwa na hasira na watu wengine. Sapana ni mojawapo ya mila ambazo bado zinapendwa katika jamii ya Pokot. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega. Asante sana wa Masega. Tutoke mashinani West Pokot, tuingia mashinani ya online, tuone mnasema vipi. Wodlow anasema I'm watching live. My name is anatoka eneo bunge la Game. Asante. Lloyd Zenedin anasema watching from Umoja. Heko sana Lois na team. Mimi ni shabiki sugu wa NTV Mashinani siku zote. Asante. Sebastian Seban anasema anatutizama kutoka mashinani ya Samburu. Kipruto Maswai anasema yuko Lavington, hiyo ni mashinani ya Nairobi. Daniel Isaac kutoka Machakos Mututuini, county nambari 16. Simon Kamande watching from Makoyo. Jaffa anatazama
kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Evans pia anasema yuatazama. Godfrey pia naye yuatazama kutoka kaunti ya Kakamega. Imefikia masaa yetu ya tukafunge, na Wakenya wakiwa na stress kumbe hunenepa. Ndizo semi za kina mama mitandaoni wanaodai makubwa na madogo ya humu nchini yamewala vichwa na kilichosalia ni kunenepa tu. Jamani, na kuacha na hiyo tukafunge. Naitwa Lois Songoi. Kesho papa hapa Dena Sharon Noso tukafunge kwa pamoja jamani. Usiniangalie bwana, nimenona kwa sababu ya stress. Mimi ni kukula stress na ninakunywa stress. Nakula stress na kunywa sira, alafu ninalala mwili inafura.